Huyu baba mimi huu karibia sasa ni mwezi wa 6 ninamnyima unyumba huyu baba. Baba naye amekuja kulalamika mimi nimenyima unyumba, lakini mama anakuwa ana sababu. Mama anasema pale huyu baba akilewa, akirudi nyumbani ananiambia kwamba nenda kalale na wanaume wengine, kwanza hauna ladha. Hivi unaona hayo maneno yanavyomharibu huyu mama kisaikolojia. Hata baadaye ukiwa soba, yani soba ni ile hali ambayo uko salama, haujalewa. Je, mtaweza kufurahia hilo tendo la ndoa? Yale maneno yatakuwa yanajirudia kwa yule mama kwamba huyu alinidharau, na pengine ulimtukana hivyo mbele ya nani? Mbele ya wale watoto. Unawatengenezaje picha nzuri wale watoto? Lakini tulikuwa na afisa jana pale, ili swali alilouliza huyu na jana liliulizwa hivyo hivyo pale, wakasema mimi akirudi akinipiga ili na mimi kutuliza na nilia msongo wa mawazo naenda kulewa, narudi tena ananipiga, kwa hiyo hapo mimi nafanyeje? Na ndio maana nikaja nikasema kwamba ili tuweze kutatua hili tatizo, wanawake wasiwapige wa baba. Kuna sehemu mambo yamepelea. Jiulize, wewe unaacha kodi ya mezani kila siku unapotoka? Unaacha kodi ya meza? Lakini huyu mama ndo atakayejiongeza. Wewe unatoka unarudi, unakuta watoto wamekula, chakula kipo mezani kimetengwa vizuri, na wewe umewekewa chakula. Hujui chakula kimetoka wapi, amepambana vipi, wewe hujaacha hela mezani. Mama yuko tayari kumsaidia mtoto kupeleka chakula shuleni, lakini baba anapiga chenga. Mama kashaenda kukopa, kakopa huku kakopa huku, wewe ulimwahidi utalipa. Mama ana madeni, mwisho wa siku naye anaacha, anaambia mimi siwezi kaleta chakula kwa sababu baba anakimbia. Labda niwaambie kitu kimoja, imepitishwa juzi, ilikuwa bungeni. Huyu mama akija kushtaki kutelekezwa watoto ni faini ya milioni 5, kifungo cha